Kwa hiyo watoto wapenda tujitahidi kuonyesha heshima. 4, tujitahidi kwa watoto ambao wenye kupenda kujifanya nini, kujibidisha, yani kupenda kufanya kazi. Usikubali kuwa mtoto ambaye anakaa tu anafanywa kila kitu. Siku hizi kuna watu ambao tunawaita house girls, wakina madada ambao wako majumbani mwetu wanaotusaidia kazi. Sasa umri kama kwako huu, wewe unayepata kiprimari, sio umri tena ambapo utakuta labda unafuliwa nguo yako ya shule na house girl. Si una mikono na una mikono na macho. Umri huo ni ule ambao unapaswa kujizoesha kufanya kazi, kuwajibika. Kwa hiyo tujitahidi kuwajibika. Usikubali kufanywa kila kitu na wengine. Na wale ambao ni mabinti pia wajitahidi kwa karibu na mama zao. Hata wakati ule mama zao wanavyopika jikoni, unaenda unaangalia jinsi mama anavyopika. Jinsi mama anavyopika. Ujizoeshe na wewe kupika. Kwa sababu uzoefu unaonyesha siku hizi kuna watu wanaolewa, kuna mabinti wanaolewa hajui kupika kabisa. Hata uji hajui kupika. Binti umeolewa hata uji hujui kupika. Umewezaje kufikia hatua hiyo kwamba unaolewa hata kupika ujui? Imewezekanaje? Imewezekana kwa sababu mzazi wako, hata mama, alikuwa anakudekeza, usifanye. Kuna house girl, kuna kitu gani na nini? Wazazi wasizoee kudekeza watoto wao, bali wazazi wajitahidi kuwasaidia watoto wao wawe ni watu ambao wanaowajibika. Usipofanya namna hiyo, na mtoto asipozoea kuwajibika kwa sasa hivi, ni kwamba atakapokuja kuwa mtu mzima atakuwa ni mtu mvivu tu, yupo tu. Umeajiriwa labda katika kampuni ya mtu fulani, unakaa tu ufanye kazi, unamletea hasara huyo mwenye kampuni. Au umeajiriwa serikalini, unakaa tu, watu wanahitaji huduma zako, wewe tu umekaa tu na simu yako na nini, wakati kuna foleni ya watu wanahitaji huduma yako. Nini? Hujazoea kuwajibika. Kwa hiyo tujitahidi kuzoea kuwajibika, kufanya kazi. Usikae hivi tu kimayai hivi tu, hapana. Fanye kazi. Narudia tena, wazazi tusikubali watoto, tusiwadekeze watoto wetu. Fanye watoto wetu na wenyewe wachangamke, wafanye kazi, kwa sababu huko baadaye watahitajika. Kingine, tujitahidi kuwa watu ambao wanaopenda kutunza mali zetu binafsi na hata mali za umma. Utunze mali. Kuna vile ambavyo ulivyo navyo, nguo zako, madaftari yako, kuna vile ambavyo unasema hivi vya kwangu, sio vya fulani. Basi hivyo unavitumia vizuri. Kuna vingine ambavyo ni vya umma, kama shuleni. Shuleni kule hakuna mali yako. Sasa unaweza kukuta mtoto mwingine anachora kwenye ukuta huko, mtoto mwingine anabamiza ukuta mlango, anaharibu mlango. Hapana. Utunze, uwe na tabia kutunza kwako hata na watu wengine, vya watu wengine. Usipokuwa na mazoea namna hiyo, ni kwamba utakapokuwa mtu mzima, umeajiriwa labda serikalini, umekuwa labda ni mtu ni boss mahali fulani, na kutokana na nafasi yako basi umepewa usafiri, gari labda la kufanyia kazi. Wewe si ni waziri, si nani, mkurugenzi, ukapewa gari nzuri kubwa tu, si unaita VX, si V8, magari kama haya namna ile, magari ambayo milioni si 200, 300, 400 huko, umepewa gari ya namna hiyo. Alafu unaenda safari huko, wakati wa kurudi labda njiani unaona kuna mahali ambapo mkaa unauzwa kwa bei poa, alafu unachukua magunia yenye mkaa, unaingiza kwenye V8, unaingiza kwenye hiyo gari ambayo ni V8, gari ambayo imenunuliwa kwa milioni 400, 400. Au mbuzi, unakuta mbuzi amenenepa mali fulani, anauzwa kwa bei poa, unamnunua na muingiza kwenye gari la bei mbaya namna hiyo. Nini?
hujazoea kutunza mali ya umma. Huko sio kutunza mali ya umma, kuingiza mkaa kwenye gari ya bimbaya au simbuzi unamuingiza kwenye sio tabia nzuri hiyo. Kwa hiyo ndio maana nasema tutunze mali zetu binafsi, tutunze na mali nyingine ambazo zimekabidhiwa. Tuzitunze vizuri. Alafu kingine, tuwe na mazoea ya nini, usikubali kufanya nini, usichukue kitu ambacho si cha kwako. Kitu ambacho si cha kwako. Watoto mna bahati sana. Nani amewahi kuokota kitu? Nyosha mkono juu. Nyinyi wa primary, watoto wana bahati sana, wanaokota vitu. Karibu kila mtu ameokota kitu. Shusheni mikono chini. Shusha mikono chini. Alafu kile ambacho ulichokiokota ukakitumia, nyosha mkono juu. Safi kabisa, unaona amenyosha mkono juu. Shusheni mikono chini. Walikitumia kwa sababu waliona labda ni baraka kutoka kwa Mungu. Sasa tuwe na mazoea kwamba unapookota kitu unaulizia ili yule aliyepoteza akipate. Lakini sisi wa Tanzania tuna nini? Sisi wa Tanzania kwa bahati mbaya tuna mazoea ya kuona kwamba ukiokota kitu ni baraka ilitoka kwa mbinguni, Mungu ameshusha baraka. Kute labda mtu ameokota pochi na simu, pochi na fedha, pochi na vitambulisho vya mtu, kadi ya bima, sijui ya utaifa, sijui ya benki, sijui ya nini hivyo. Alafu hivi kadi, kwa sababu sio kama unaenda kuvitupa, na fedha unatumia, na simu sio unaenda kuifanya nini, unatumia, na tena unamshukuru Mwenyezi Mungu ulivyookota, unapiga magoti na kuinua macho mbinguni. Mungu, asante sana kwa hizo baraka ambazo umeshushia siku ya leo. Wako watu ambao wanafanya namna hiyo. Na wengine watadiriki atakuja kuomba misa kwamba kuomba misa kwa baraka kwa Mungu, kuomba nia ni kumshukuru Mungu kwa baraka alizojalia. Na sasa ni hivi, ndugu zangu wapendwa, ukiokota kitu si cha kwako, ona kwamba kuna aliyepoteza na anakihitaji. Tuone hicho. Kuna aliyepoteza na anakihitaji. Kwa hiyo watoto nini, kama ni shuleni mpelekee mwalimu, kama ni mazingira ya hapa kanisani mpelekee sio pale katekista tangaza. Sehemu fulani kuna parokia fulani zamani nikiwa pale nilienda. Baada ya misa nikawa na wakati naenda kwenye nyumba ya mapadi, mtoto mdogo, binti mdogo akana nikimbilia nyuma huko katoto kadogo. Kakawa kana noti 5,000. Kanaambia padi samani, nimeokota hii noti chini ya mwembe pale, kuko na mwembe. Nimeokota pale. Kweli nimeangalia yule mtoto nikampenda sana. Lakini ingekuwa mtoto ambaye hana malezi mazuri, angeunganisha mbio kwenye kioski huko, kwenda kunywa soda, biskuti, sina gani, jipa angefanya. Au kwenda kwenye chips huko, chips zege, sina nini, angeenda huko. Lakini mtoto akufanya hivi, kwa kweli nilipenda sana mtoto. Huyo ni mtoto ambaye ana malezi. Na ninyi watoto muwe hivyo. Usichukue kitu ambacho si chako. Pengine kuna wengine ambao siko makajana, sio makajuzi, kwenye mtandao hii binti Kenya huko kidato cha kwanza. Binti ambaye kidato cha kwanza aliokota furushi la fedha. Pesa nyingi tu aliokota huyu binti. Alafu akabeba akapeleka kwenye kituo cha polisi na kutoa maelezo wapi aliokota hivi. Na wale polisi walimwangalia wakampenda sana yule mtoto na kumpata na zawadi. Na si kawaida hii. Na anatoka familia maskini kabisa. Kutoka familia maskini. Walipeleka kule. Baadaye baba yake anakuja kusikia habari kwamba binti yake aliokota kifurushi cha fedha, akapeleka polisi. Baba yake alisikitika sana. Alipata uchungu na kuona kwamba kumbe si alizaa tahira. Tahira huyu. Sisi hapa nyumbani tuna hali mbaya.
alafu anapeleka kule, angeleta umaskini ungekuwa ni historia, tungeagana na umaskini. Lakini yule mtoto kwa kweli alifanya kile ambacho alipasika kufanya mbele ya Mungu na mbele ya binadamu. Aliona si kwake amenalipa. Ndivyo tunavyopaswa kufanya. Katika nchi zilizoendelea wana maofisi mbalimbali, ofisi za namna hiyo ambazo vinachukua vitu ambavyo vimeokotwa. Kwa hiyo ukikuta kitu unaenda kwenye ofisi na kutoa maelezo. Na unakuta mtu hatuchukua hata chochote, hachukui hata chochote. Lakini sisi wa Tanzania yani, na ndio maana hata ikitokea ajali mahali fulani watu wanakimbilia kwenye ile ajali. Si kwamba wanaenda kusaidia wale majeruhi, kwenda kuwapora, wanachukua simu zao, wanachukua mikoba yao si na nini, wanatokomea machakani huko na kadhalika. Hivyo tunavyofanya inamsikitisha sana Mungu, ni chukizo kwa Mungu na pia ni chukizo kwa binadamu kufanya namna hiyo. Badala ya kumsaidia huyo ambaye tayari amepata shida, unaendelea kumletea zaidi shida zaidi. Usiwe watu wa namna hiyo. Kwa hiyo watoto tujitahidi, hata watu wazima pia tujitahidi. Na mwisho, mwaka 2015 nadhani 2015, Baba Mtakatifu aliyepita Francisco alitoa haraka kuhusu kutunza mazingira, Laudato Si. Sema tupende mazingira kwa sababu dunia hii ndio mahali ndio nyumbani kwetu. Tusipotunza mazingira yetu tunajiadhibu sisi wenyewe. Tusipoweka mazingira yetu safi tunajiadhibu kwa sababu nini? Tutapata magonjwa. Tutapata magonjwa. Kwa hiyo tutunze mazingira yetu. Pale ambapo unapoishi tunza vizuri mazingira yako. Sasa unaona sehemu mbalimbali watu wanatupa machupa, makaratasi kila mahali. Tusiwe na mazoea namna hiyo. Mimi tunaona hata wapi, tunaona hata pengine tukiwa kwenye daladala huko, mtu anakunywa maji, chupa ile imeisha, anadondosha kwenye dirisha hivi, na yuko labda katikati ya mji huko, kwenye lami huko watu wanadondosha chupa, mtu mzima kabisa anadondosha chupa kule barabarani. Au mwingine alikuwa anakula mhindi sijui nini ile gunzi sana, anafanya hivi. Yaani tunaonekana watu wa ajabu sana. Kwa wale watu ambao wanataka wanaopenda ustaarabu, tunaonekana watu wa ajabu sana. Ajabu sana. Kutupa takataka hovyo, na ndio maana tunapata magonjwa. Kwa hiyo tuweke mazingira yetu vizuri. Usitupe takataka kwa nchi zinazoendelea. Unaona kwamba watu mambo ni hawapati magonjwa kama sisi, na pia mazingira yao safi. Ni kwa sababu tangu utotoni watu wamelelewa. Utaona mtoto mdogo kabisa, labda ana kikaratasi, anajaribu kile mtoto mdogo ambaye anajaribu kutembea, unaona anaenda taratibu anaenda kutafuta mahali pa kutupa ule uchafu. Ndivyo wanavyowalea watoto wao. Na sisi tuwalee watoto wetu hivyo kwamba mtoto asitupe takataka ovyo. Na ingekuwa labda kanisani tunaruhusu watu kuja na chupa za maji na kadhalika na kunywa na kadhalika, pengine baada ya ibada ya misa tungekuta machupa yamezagaa huko. Tunze mazingira yetu. Basi nishirie hapo, nirudi kwa wasimamizi. Watakuwa nje, wasimamizi wa watoto, hebu simameni kokote mlipo. Simameni wasimamizi wa watoto. Tunashukuru kwa kwamba mko tayari kusimamia watoto hawa. Huyo naye msimamia ni mtoto wako wa kiroho. Unamsimamia ni mtoto wako wa kiroho.